taifa. Leo ni siku ya kuhutubia taifa rasmi kabisa. Kwa hivyo DJ Mbu, najua utakuwa unachombeza. Najua hapo zipo hapo za prof kidogo za Sugu utakuwa unazichombeza. Shukrani kwa wewe ambaye umeanza nasi, na sasa hivi na kuruhusu kabisa uanze kulichoma bando lako hapo YouTube, kwa sababu Professor J pamoja na Sugu wote wako ndani ya mjengo sasa hivi, na kila kitu kiko vizuri, na tunaanza mazungumzo yetu rasmi muda si mrefu kutoka sasa. Ni kuambie tu kuwa weekend yako ndio hii hapa imekamilika, na kuna nafasi ya kupata fedha kupitia Pigabet. Yes, na kama wewe ni fundi wa kasino au unajua kuipandisha vieta hadi mawinguni, basi huu ndio wakati wako wa kushinda mamilioni weekend hii. Yes, na kwenye vieta ya Pigabet bwana, kila round angani ni ushindi wa milioni 80 ambapo zitakuwa zinamwagika, na kwa dau dogo tu ambalo linaanzia shilingi 20. Na hata kama utakosa nafasi ya kurudi mchezoni, unayo na unapata 10% cashback. Na kwenye Pigabet Aviator Weekend cashback bonus kuanzia Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili ni mseleleko wa kurudi mchezoni kila weekend. Pia kwa wale wakali wa casino slots, mambo ni mazuri zaidi. Pata 5% ya cashback kila siku daily kwenye slot za michezo ya casino. Hii ni kwa ajili ya kuhakikisha unabaki mchezoni na unaendelea kushinda. Yes, jisajili, cheza na ushinde. Tembelea www.pigabet.co.tz. Masharti na vigezo kuzingatiwa. Michezo hii ni kwa wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Kwa hivyo hairuhusiwi kuwa uchezwa na mtu ambaye yuko chini ya miaka hiyo bana, au sio? Sasa tunarudi hapa sasa hivi kwa ajili ya kuzungumza sasa na my brothers, au sio bana, wazee wa kazi kabisa, ambao leo bana wanatupeleka sasa kwenye kile ambacho tunakusudia kukifanya tarehe 1 ya mwezi wa 5, yani siku chache sana ambazo zimebakia sasa hivi kabla ya tukio hili muhimu na adhim kabisa. Na Tanzania yote sasa hivi inaelewa nini kinakwenda kutokea. Bongo Flava Honor ambayo inaanza season 4, na hii ya kwanza ni rasmi kwa ajili yako na kila Mtanzania, kwa sababu Professor J siku hiyo analihutubia taifa rasmi kwa njia ya muziki hapo na michano na kila kitu. Kwa hivyo wote tunakutana siku hiyo. Professor J bwana yuko ready kabisa na yuko ndani ya The Classic leo kwa mara ya 3. Jize! Yeah. Mambo vipi? Bana niambie. Shwari? Shwari kabisa. Piga shati fulani hivi mzee wangu. Full speaking. Kwa mara ya kwanza leo namuona Taita akapotea leo. Kanipoteza. Hivyo kwa kwenye gari nimemuuliza hii pump kwa nyuma hii shati au t-shirt? Shati lakini material ya kitambaa ya t-shirt. Kanichanganya kidogo. Hatari tu. Aiza? Kanivizia. Jesus, ujue Jize, ujue katika vitu ambavyo leo nikasema nitavizungumza. Miaka ya nyuma huko walikuwa wanatajwa wakali wa pamba. Au sio bwana? Na katika wakali wa pamba babu katajwa sana inspector, lakini kasema huyu mzee Jize mbona kama wamzingatii huyu? Basi kutukojua tu, lakini tunajua mambo zamani kitambo. Vitu vilikuwepo, mimi sinakumbuka bwana, mapelepele yale manini. Yeah. Au sio? Yeah. Karibu sana Jize bwana. Leo tunakutana ni siku nyingine tena, tukiwa na furaha sana kwa sababu tuna jambo kubwa mbele yetu. Thank you very much. Namshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine. Yeah, once again it's on. Au sio? Yeah. Sawa. Taita nakwaje? Kama kawaida. Shwari kabisa. Good to be back. Yeah. EFM, good to be back kwenye The Classic, kipindi bora kabisa. Shukran sana. Jana nilikuwa naongea na mkurugenzi Majizo. Yeah. Nikamwambia, akaniambia basi tutaonana kesho ukimaliza kipindi kama utakuja. Nikasema unaniambia kama nitakuja kwenye Classic. Ukisema utakuwepo lazima utakuwa. Everybody wanna be on a Classic. Kila mtu anataka kuwa kwenye Classic kwa sababu mimi binafsi katika watu ambao wakinihoji na kuwa najiona niko level za kina Fab Five Freddy. Funk Master. Kuna Fab Five Freddy. Okay, Fab Five Freddy. Alright, sawa. Fab Five Freddy. Nikamwambia nikiwa na mwanangu Saleh. Kwa hiyo I'm home, I feel good. Okay. Nashukuru sana Taita, ambao tunakwenda season 4 ya Bongo Flava. Kwanza hiyo nikupe hongera. Yaani kabla mambo yote nikupe hongera. Tunaingia season 4 bwana, sio jambo la mchezo. Alhamdulillah, Mungu ni mwema kama utani, lakini kwa sababu tulivyoanza kila mtu alikuwa skeptical kwamba sasa unaanza kuita wa Kongo wameshasaulika, nani atakuja
kuona Inspector nani atakuja kumuona nani, kashachoka kashasaulika. Sasa hivi kuna wakali kibao, sijui muziki umechange. Nikasema mimi naamini kwamba fan base yetu ipo. We will go for it, na lazima fan base yetu ina staff. Kwa hiyo tumekwenda, fan base yetu ime support kile tunachokifanya, na nawashukuru sana. Yaani wakati nashukuru support ya wa Kongo wenyewe, lakini pia nashukuru sana support ya fan base imara. Na uzuri fan base yetu ni watu ambao wakati huo walikuwa mtaa, walikuwa shule, lakini wengi sasa hivi ndio unawakuta wamo humu CRDB, wamo humu sijui Voda, Spitigo wapi, decision makers ya boss fulani, decision maker. Na kwa hiyo we are the best music event right now in Tanzania, a proper music concert. Bana, give it up kwa Taita bana. So mchezo bana. So mchezo kabisa. Jize, Professor Jize bana. Jana usiku nikasema hebu ngoja nichokoze raia, na tukawa tunaulizana kwamba nani mzee wa kamba zaidi baina Professor Jize na Fat Joe, lakini sasa tofauti yako na Joe ni kwamba wewe unapiga kwenye mashairi, Joe anatupiga kwenye stories za kawaida na tutandika humo. Sasa unaona vijana wanavyotiririka pale, yani kila mtu anamwagika, lakini ilikuwa kwa nia njema. Watu wanasema mashairi yake hayo ukimtandika mtu ni lazima mtu yani anasema, kwa mfano vijana wengi wanasema, nimeona stories za watu wengi wameandika pale, sasa mimi nimetumia sana kwa madem na nimefanikiwa, mimi nimetumia sana kwa madem. Kwa mzee kuna ndoa nyingi sana zinapitia. Sasa Taita anasemaje? Taita anasema kwamba yeye mpaka leo hajawahi kukutana na ule mvinyo wa Ashpapi. Taita anasema mpaka leo hajawahi kukutana na huo mvinyo. Sasa nimegoogle hivi hapo. Unajua wazee wamenivamia kinoma, lakini na zile hiyo ndio inaonyesha ukubwa wangu ulivyo. Na pamba za Mandalino ni crazy color, crazy color zile za Rasta. Okay. Kwa hiyo sasa, anyways, mimi kwa dakika hizi chache kwanza kabla tujaenda mbali sana, kuna some lines hapa nafikiri watu wameziandika hapa, ni very interesting. Na pengine tunaweza kidogo tukazipitia kwa uchache sana kwenye hii post hapa. Mtu mmoja anasema, nilikuwa nawauliza hapa, anasema ngoja nikutafutie moja, iko wapi ile? Anasema ile ndio andika ile, kila mmoja ameirudia, na hakika utumbo wake haupitishi mihogo. Okay, asema na hakika utumbo wake haupitishi mihogo, kila mtu ameirudia. Lakini anasema kuna mmoja anasema ulimwacha hoi ulipomwambia kwamba ukimwi hauzuiliki hata kwenye kondom za bati. Sasa kwamba mzee kondom za bati alizonaga wapi? Manake dawa ni moja tu, nasema washarati. Nyingine anasema nilikwenda hospitali, daktari akaniambia dawa yangu ni wewe. Ukarifa kwa kamili gani? Na hii imerudiwa na watu wengi sana. Na anasema meno alo banana huna pengo wala mwanya, kidani cha ulimi mama nacho hunichanganya sana. Una macho madogo yasiyohitaji miwani. Hani kweli umenikamata jamani. That's what's up. Okay, una shingo ya kuvaa cheni nyembamba kiasi kwamba unatishia sana namba kwa watu wanaojigamba. Vijana wanatiririka, sio mimi, vijana wana. Alafu line nyingine ambayo imerudiwa sana, nasema macho legevu utadhani umevuta wida, ni kama Barbarita wala muja de midida la mujer de mi vida. Hiyo tamthilia ITV ilikuwa hiyo. Okay, okay, ngoja nyingine nasema ngoja ziko jingine hapo, sema tutamkuta. Okay, hii tayari imerudiwa na watu wengi, lakini okay, nyingine zimejirudia. Okay, una akili zaidi ya Lincoln na bado unapenda kusoma. Yaani wabichika. Hiyo minyama mpaka imepitiliza. How do you feel, Prof, unavyoona hapa kuna
comment zaidi ya 200 sasa hivi and 37 ambazo zote watu wananukuu laini zako za hizo ambazo ni za kipekee yani. Najivunia uwezo wa Mungu alionipa na nashukuru mashabiki wangu kwa kuendelea kusupport, maana hiyo ni love ya mashabiki na watu wanaosikiliza muziki wangu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na bahati nzuri mondani nimekuta hadi kina Taita hawa mondani humo. Kuna kajikausha hapa. Taita kauliza tu. Lakini kuna bwana mkubwa hapa FA anasema huyo mzee anakamba kuliko mtu yoyote yani ambaye anamjua. Sasa anasema yeye ndo aulizwe. Tunamtafuta hapa mpaka tumpate leo. Huyo simseme kabisa yani huyo tunapita naye binafsi huyo. Yeah. Sawa. Tutarudi baada ya matangazo. Baki nasi bwana. EFM. Ushaisahau nini mzee wangu kidogo? Kitambo. Zamani. Naona imekuvuta hisia kidogo. Namkumbuka LB Genius. Rest in peace. Amefariki yule alopiga verse ya kwanza. Okay. Ni kazini yake huyo Big Bill. Kwa hiyo alifariki mwaka juzi nadhani. Kuna vineno fulani hivi aliviandika hapa, aliandika verse yake ina thamani kuliko uhai. Kwa sababu inaweza kutekeleza uhai. Ilikuwa nadi moja kali sana. Kumbe bana jamaa alifariki. Okay. Na bado alikuwa anatokea TMK kule Majida. Okay, sawa. Sasa bana hii ngoma bana naomba leo kidogo utupe ufafanuzi kidogo wa jambo moja. Bwana Falsafa FA anasema alikuwa amejiandaa chape vesi yake humu. Lakini mdachi akamweka pembeni na anasema vesi ambayo alikuwa amekusudia chape ni ile vesi ya hii leo. Ndio ilikuwa ikae humu. Umeona bwana, lakini akakosa hiyo nafasi. Kitendo hicho ndio kilichokuja kukampa hasira na kwenda kufanya alichokifanya kwenye hii leo. Nini kilikuwepo pale juu pale mpaka jamaa yule akapanguliwa kidogo alafu akawepo Imamu Abbas bwana? Unajua wakati na rekodi albamu ya Machozi Jasho na Damu nilikuwa nafanya kazi Tanga. Kwa hiyo nilikuwa nikiongea na watu kwa simu. Nilimwalika Mwana FA, nilikutana naye nikamwalika, akatengeneza verse. Sasa nikawa nawasiliana na Majani kwa simu kupitia kutokea Tanga, kumwambia kwamba Mwana FA anakuja kuingiza verse kwenye hii ngoma ya Nabado. Lakini wakati huo nilikuwa nimeongea na LB Genius, nilikuwa naongea na Imamu Abbas. Wakati huo unajua tulikuwa tuangalie urefu wa nyimbo, tulikuwa tunaangalia tu content ambazo zitakuwemo na sure. Kwa hiyo nilikuwa nategemea watu wote wangeweza kutosha. Lakini mdachi akaenda pale, jamaa akamzuia getini jamaa. Kwa hiyo ukujua shida ilikuwa nini akazuiliwa yeye? Yeye mdachi mwenyewe aliangalia akapima akaona kwamba ngoma imeshaenea. Kwa hiyo kuona kama kuna umuhimu alikuwa hajamsikia Mwana FA. Alikuwa hajamsikia kabisa. Kwa hiyo nadhani alikuwa ameridhika na Imamu Abbas na LB Genius walivyoingiza. Wao walikuwa washakamilisha. Mdachi akaona hata kijana hawezi kuingia. Akamwambia bana ngoma imeshakamilika. Hiyo ngoma kafanya sehemu nyingine. Kulikuwa baada ya kujulikana kulikuwa kuna discussion moja ambayo watu wengi wanasema pengine ilikuwa heri labda alivyokataliwa akaenda kufanya kule, na kuna watu hawaamini kwamba ile verse ingeenea humu. Wewe unavyoisikia verse ile Mwana FA LSA ingeenea sawa humu. Lile bonge la verse. Ligedea. Bonge la verse. Nadhani hata mdachi mwenyewe alipokuja kusikia baadaye alijuta. Kwa sababu alikuwa ameifanya kwa hasira. Alikuwa amepania sana jamaa. Unajua wakati ule Machozi Jasho na Damu ilikuwa ni kama tobo la wasanii chipukizi wakati ule. Kina JMO ndo alikuwa anaingiza majukumu. Nimemsikia JMO kwenye majukumu, ndo nikampa nafasi kwenye tathmini. Ya AY nilimkuta kwenye ngazi, mzee Klaus ananisubiri kule. Wakati ule kitega uchumi kule kwenye ngazi. Akiwa ameshaimeza verse yake nawakilisha. Adili ndo vile alikuwa na njia. Black Rhino ndo verse yake ya kwanza. Kwa kila mtu alikuwa anaona kama tobo ni Machozi Jasho na Damu kuweza kutokea mule. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatamani kuingiza kitu kidogo kwenye ile album ya Machozi Jasho na Damu. Rappers wengi wamekiri kama Machozi Jasho na Damu ni kama
ni kama kitabu chao cha darasa, walisoma rap wanasema. Was a masterpiece. Walokuja kufuata wamekuja wamekisoma ile. Na nilimchallenge hapa my brother FidQ hapa. Hadi kwenye masuala yetu yale ya midalawama nikamuuliza vina kati mwanzo na mwisho na machozi jasho na damu, yani albamu yake yeye mwenyewe kuipima, na yeye akakiri kwamba hapana, akasema machozi jasho na damu isiguswe. Kwa hiyo kimsingi tumeipigia tiki kwamba hii ni classic album, haitakiwi kuguswa kabisa. Sawa. And wewe maybe miaka more than 20 years now, kadri unavyoisikia kuna mtu mmoja kwenye comments hapa ameandika, anasema huyu mzee hakuna kitu ambacho alikiacha. Tutakubaliana kwamba hakuna kitu ambacho alikiacha. Ukisikia sasa hivi unapata ile picture ipi? Kwa kweli nampa Mungu tu sifa na utukufu, kwa sababu mambo yaliokuwa yameandikwa mule ndani, sijui uwezo ulikuwa umetoka wapi. Nadhani ni Roho Mtakatifu tu. Kwa sababu ni vitu ambavyo huwezi kuvifikiria kirahisi. Kabisa. Havifikiriki yani, unajua yani. Kwa hiyo ni uwezo wa Roho Mtakatifu tu ulikuwa unanishukia. Sawa. Nimekuelewa vizuri sana. Taita, machozi jasho na damu, debut ya mzee wetu akiwa solo sasa imeshachomoka pale. Imetoka wakati tayari unayo mizigo kadhaa tayari imeshachomoka mjini hapa. As a leading rapper, as a leading hip hop artist ambaye yupo pale, ilipodondoka ile, ilivyo drop ile machozi jasho na damu, picture gani ya kwanza ulipata? Shida ikuanza kwenye machozi jasho na damu. Shida ilianza kwenye singles. Ndio. Chemsha Bongo na Mamsap, yani kuanzia 99 ile zilivyochomoka hizi. Nafikiri nilikuwa niko triple, I don't know, lakini sikuwepo. Kwa hiyo ghafla nikarudi, nikawa kuna concert sehemu na ni Diamond Jubilee pale, ukumbi wa ndani wanaita. Kulikuwa na ukumbi wa ndani kama show kubwa sana huko, kama VIP ule tunafanya ndani. Kwa kulikuwa na show pale ukumbi wa ndani. Sasa mimi ndio headliner, mekaa pale, mara kidogo wakaingia wazee, yani wakaingia hadi Blasters ambao ni wanangu, lakini sasa wana kifaa kipya, wamerecruit mtu mpya ambaye nani sasa, Professor J. Kwanza walipoingia tu mle ndani vibe likabadilika kidogo. Unaona sasa kuja kupanda walivyoperform ile Chemsha Bongo, yani kwa mara ya kwanza toka nimeanza muziki na kudominate, yani kwa mara ya kwanza ili kufikiri kupata ile sense ya kufunikwa, ndo nilipata siku ile pale. Sio siku ile nikaona nimefunikwa, lakini only it was all good. Kwa sababu gani? Miaka yote nimekuwa napambana muziki ukue, nimekuwa napambana nawekea vikwazo wadosi kwamba bana siwezi kutoa album mpaka mtoe album ya Diplomats, siwezi kutoa album mpaka mtoe album sijui ya Bounty Pound kina Sogidogi. Nimeshaweka hizo restrictions zote kwa kutaka mziki ukue. Kwa hiyo kama nilikuwa nasubiri matokeo, niliyapata matokeo siku ile kwamba brother, be careful what you wish, because you might receive. Be careful what you wish because you might receive. Omba sana, yani kuwa makini na unachomomba Mungu, kwa sababu anaweza akakupa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba mziki ukue, nikaonyeshwa kwamba bana ulichokuwa unaomba mziki ukue ushakuwa, chuma hicho hapo kimekuja. Kwa hiyo baada ya pale nikajua kwamba tayari kuna noma na mziki umekuwa tena kama tulivyotaka, kazi. Kwa hiyo baada hapo ndio ikaja album classic ya machozi jasho na damu. Haihitaji hata maelezo zaidi kwa nini ilichofanya kwenye mabadiliko na maendeleo ya game. I say safi sana. Na the story ya Sugu imenikumbusha story alikuwa anasimulia bwana Method Man wakati wanasema Wu-Tang kwa mara ya kwanza wanamshuhudia Biggie kama hivyo. Wu-Tang wametawanyika pale, wamejiacha nini, alafu akaingia Biggie bwana, akaenda akauwasha moto pale stage, wakajihisi kwamba wamefunikwa, wakamaindi yani. Sasa kuna ubaridi fulani unakuwa ule ni ubinadamu, lakini sasa binadamu si Mungu amekupa utashi. Baada ya hali ya ubinadamu unakuja unatoa nafasi kwa utashi kufanya kazi. Kwa utashi mimi ndo kaniambia bana, it's not it's all good. Hiki ndio ulichokuwa unakitaka kila siku kwamba muziki ukue. Haya sasa muziki umekuwa. Na kweli kutoka hapo sasa tukawa na a lot of certified
superstars, national superstars, kwa sababu before hapo kusema kweli hatukuwa na national certified superstars, either Sugu au Sugu affiliates kama kina Diplomats na nani. Sasa hii kabisa. Okay. So kwako Prof sasa, kwa sababu tayari ulikuwa unamuona Taita tayari, Taita tayari alikuwa yuko ahead pale. Madude anatoka anamwagika, na moja ya sifa ya Taita ilikuwa ni tambo. Ile in hip hop way. Tambo zilikuwepo kwamba mimi Mnyamwezi unakuja sasa. Hapo alikuwa Mnyamwezi kwa vitendo. Of course, yeah. Alikuwa anakaa bongo mtoni bongo mtoni bongo. Yeah. Mara albamu hii kaitolea Holland, albamu hii kaitolea Marekani. Yeah. So nilikuwa nataka kuuliza, was Taita kipimo, alikuwa kipimo kwako kwamba unaona huyu nigga lazima na mimi hizi trip hizi lazima na mimi nipige na lazima twende kwenye hizi stages. Huyu jamaa alikuwa ameshindikana miaka nenda miaka rudi. Yaani watu wamejaribu mno. Shusha imeshindikana. Umeona? Kwa sisi tukamuotea yani mwaka 99 ile chemsha bongo mzee ndio ilimtingisha kidogo kwamba yani akahisi kwamba kuna watu wanakuja wako serious. Hard blasters. Sawa. Kwa namna ambavyo manake ilibidi lazima kuwe kuna kila anayekuja lazima awe na mtu ambaye kidogo anamchallenge. Kwa pale kidogo huyo ambaye tayari ameshajichukulia nafasi yake, shooter lazima awe na target. Huyo anakaza na huyo ana ndani kidogo. Sasa baada ya hapa Taita na Prof leo tunaleka wazi. Leo siku tunafurahia, si ndio? Tunafurahia mambo yetu. No apologies. Okay. Baada ya hapa bwana ikasemekana kwamba sasa vita ikawa yani kama vile sides za kila mtu wanasema yani kama sasa sijui ni watu walipasua pale katikati kwamba bwana sisi tunakwenda na huyu, sisi tunakwenda na huyu. Na kwa sababu Sugu tayari anaonekana mtu wa tambo, huyu bwana alishaanza watu kuanza kumletea nongo mapema. Ushaelewa bwana? Nongo zilianza mapema. Kwa hiyo watu wakawa wanasema kwamba ni kama sasa okay, wewe ni mkali, lakini pia watu wakaamua kufavor sasa kwamba bwana huyu mjomba sasa ndo tunakwenda na yeye, huyu mjomba ndo alie kinoma kwa sababu huyu sijeuri. Huyu sikishajiita Sugu. Kwa hiyo watu wakawa wanapiba hiyo. How was it? Na ilikuwepo kweli ama? Wakati ule Sugu kikweli alikuwa na matatizo na media kadhaa. Na ni kwa sababu ya misimamo yake. Sio watu. Kwa hiyo media kadhaa. Kwa hiyo media inaweza ikashape vipi? Na media zilikuwa na nguvu za kusimamia watu wengine, yani kutumia yani mtu ana nguvu ya kumonitor mpaka radio nyingine binafsi nyingine tofauti. Kwa hiyo watu walikuwa na uwezo wa kusimamia ni jambo lao likaenda yani. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo Sugu kwa sababu ya misimamo yake watu wengi walikuwa nahisi kama alikuwa anapigwa vita na vitu kama hivyo Lakini ulikuwa unafahamu kama kulikuwa kuna kama hiyo Cold War hivi. Ishaanza hapo, imeanza. Na ilikuwa wazi. Kila mtu alikuwa anajua kwamba Sugu ana msimamo wake kwa sababu jamaa kikweli alidominate muda mrefu. Sure. Zaidi ya miaka 15 mzee, yani yuko namba 1 tu mzee, hakuna namba 2 wala 3. Yani yeye namba 1 mpaka 10 mzee. Anayefuata namba 11 mzee na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilibidi lazima atafutwe mtu ambaye atakayeweza kumshindanisha naye na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Mungu akabariki, nikafanikiwa kuwa mimi. So Sugu, tu upande wako sasa. Ulichukua hiyo kuwa ni personal baada ya kuona kwamba, kwa sababu kama ambavyo Prof alisema vitu vilikuwa vinaonekana kabisa wazi kwamba sasa hizi bwana upepo kama unaona kabisa watu wanakutikisa, na tayari unaona kabisa kuna mtu ambaye naye ni very powerful at the time. Yani kwa kuna miamba miwili alafu mmoja watu wanaona kabisa huyu upe favor kwa sababu mmoja unatutikisa. Mimi kwanza niseme tu sawa tu hip hop na tambo. Tambo ni sehemu ya ili game. Kwa tulianza toka mwanzo, tulianza na ni mimi. Singawa kama ni mimi zile zilikuwa tambo. Lakini wakati huo nyimbo ambazo zilimfanya Sugu awe Sugu ni kama ni wapi tunakwenda, nimesimama, ambazo zile nyimbo zote zilikuwa zinaongelea masuala ya kijamii na masuala ya wananchi. Hizo ndo zilizomjenga Sugu. Kwa hiyo tatizo halikuwa tambo.
tatizo lilikuwa kama alivyosema Jay, ndio maana nimefurahi amekuwa honest. Mimi nilidominate wakati kwa muda mrefu sana. Alafu nikawa na vote, yani nilikuwa naweza kushape game. Kama ninavyokuambia, mdosi anaweza kaja akaniambia bwana hela hii toa album, nikamwambia sitoi album mpaka atoe GWM kwanza, na wanafuata. Kwa hiyo sasa kadri muziki hela ilivyokuwa involved, sasa ilivyokuwa in that industry inakuwa serious business, kukawa na ugomvi sasa, sio tu wa kisanii, wa kibiashara. Sasa wale ambao kama alivyosema upande wa biashara, wana media na kadhalika, wakaanza sasa kujaribu kutumia wasanii kunidhibiti mimi, kwa sababu wao si hawaimbi lakini wanataka kunidhibiti. Kwa hiyo wakaanza kutengeneza kwamba Sugu sasa hivi ameisha. Mimi nishawahi kutaka kupoteza contract ya kubwa sana Arusha na Safari Laga. Mzee bosi Arusha nimekutana naye Moshi kwenye Miss Kilimanjaro, nilialikwa pale kwenye Miss Kilimanjaro, lakini all of a sudden nikaipindua ile Miss Kilimanjaro kwa concert yangu binafsi, kwa sababu kila nikitaka kushuka watu wataki nishuke. Kwa hiyo Miss Kilimanjaro ikatani kuwa a full blown Mr. Two concert. Baada pale yule bosi akasema kwamba bwana tubadilishe, akanifuata kwanza. Akaniambia bwana mimi huwa nataka sana kufanya kazi na wewe, lakini nasikia bwana wewe gharama sana, kwanza unalipwa kwa dola. I'm like damn man. Watu wakitaka kukua wanakuwa. Nikamwambia of course nalipwa kwa dola nikienda Holland, nalipwa kwa dola nikienda UK, sio hapa. Lakini sio hapa, huo sio ukweli. Kwa hiyo tukabadilishana namba with time. Yule jamaa akapoteza namba yangu, lakini ananihitaji mimi niende Arusha tukaanze ile kazi. Kwa hiyo kuna huko akaambiwa kwamba ukitaka kumpata jamaa mcheki fulani mdau. Sasa jamaa mdau kuchekiwa, akasema kwamba na bwana akamwambia bwana Sugu nimepoteza namba yake, nahitaji contact yake na kazi hii na hii. Yule jamaa akamwambia, kwa mfano nakupa mfano kama ilivyosema je, yule jamaa akamwambia mdau, akamwambia boss kwamba bwana lakini mimi ndio nawasimamia hawa wote, Sugu sasa hivi kidogo hayuko poa, yani akubaliki sana, lakini anakubalika sana. Kuna mwana anaitwa kuna kundi linaitwa akawataja sasa hivi wana kijana, kwa akawa anamtumia J against me. Sasa mimi lakini yule jamaa akamwambia sawa au nitawacheki, lakini yule jamaa na contract naye tayari. Kwa hiyo akamcheki, akampa namba. Alipompa namba tu akanirudia mimi mdau kwamba bana nimeconnect na jamati wa Arusha nini, kuna kazi kilikwenda kikarudi. Jamaa Arusha aliponipigia mimi akaniambia kwamba bwana una matatizo gani na jamaa? Akamwambia bwana nimehangaika sana kupata namba yako, ananiambia hivi ananiambia vile. Nikamwambia bwana muziki unakuwa na jamani wana kweli, lakini kwa sasa let's do, nataka nifanye nini? Akaniambia unaweza by kesho saa 8 mchana uwepo Arusha, kwa sababu nimekutafuta wiki 2 nzima. Sasa si whip iko nje, mzee Honda iko nje. Nikamwambia bwana kesho by saa 8 mimi niko hapo. Asubuhi 12 siku 11 tu nimewasha gari, saa 8 niko pale. Nikapiga contract yangu ya wiki 2, nikachukua mpunga wangu wa Safari Laga, nikarudi zangu Dar es Salaam kuendelea kulipa renti Sinza na kusomesha madogo na kumtunza mama Bilinyi, mama Desteria, na kukata tiketi iliyofuata ya kwenda Ulaya. I like that. Yeah. Kifupi ni kwamba I never took anything negative. I never took anything personal. Whatever kilichotokea kwenye kukua kwa muziki ndio ni kitu nilichokuwa nakitaka. Na ndio maana hata mimi sasa hivi ukisikia watu wanasema siku hizi vijana wanamlibu muziki spin na nini, nasema wao kiharibu kina Tukusa, kina Azma Music, kina Professor watarekebisha yale wanaona kwa sawa, lakini let them eat, let niggas eat man. Kama inawapa chakula. Sababu vinginevyo bila hivyo angetukaba mtaani, na sisi tunatembea na macheni masabe mbaya. Kwa nini ukifika Tandale uweza, kwa sababu Diamond atakukaba. Bale tuko na Taita hapa. Taita wewe mzoee tu, kwa sababu huyu ni Taita, alafu tuko na Professor Jize about this. Kwa hiyo tutarudi hapa baada ya matangazo ambayo yatafuata, lakini pia nitakuja na kusoma ujumbe wako. Kwa hiyo ambao uko YouTube live sasa hivi hapo, niachie comment zako hapo, na kama utakuwa una swali pia unaweza ukalidondosha hapo, tutalipitia pia. Sasa hichi ambacho nimependa sana leo Taita ametuambia kuhusiana na namna ilivyokuwa, na haikuwa personal, isipokuwa tayari kulikuwa kuna watu ama tunasema chombo kilikuwa tayari kinasimamia hiyo. Kwa
Kwa hiyo ikatokea hizo changamoto ambazo zilizotokea, lakini mwisho wa yote bwana aliachia, au sio bwana, watu wale pia vijana wale wakati huo sasa bwana J hapo wakati huo anatumia N-word J N-I-G-G-A-J. So tukirudi kuna namna nitakuuliza pia swali hili kwa upande wako wewe pia. Baki nasi hapa, hii ni The Classic ya EFM. EFM TikTok 2026 tunakusikiliza. Bwana ameingia na ghadhabu dude fulani hivi la ghadhabu sana, ulichana kwa hasira sana hapo sasa, si ndio vijana washakuja watu kubwa na nimecheza maksudi kwa sababu hiyo kwamba ulikuwa unaonyesha kwamba bana I'm still here na niko makini. So it was a warning. Inaitwa warning shot, unapiga juu. Wezi wanajua bana, kumbe hajalala jamaa, yuko ndani, sio yuko macho na ipo umerap kibabe sana kiaina. So energy ilikuwa inaruhusu, umri ulikuwa unaruhusu. Sawa. Professor, kwa upande wako wewe tayari uko pale juu tayari na ushaanza kuonja raha ya kuwa juu lakini at the same time pia una stress za kwamba hii nafasi unatakiwa uimaintain na tayari watu hapo wanakuja J this J that J this brother yeye alikuwa ana jambo moja ambalo nadhani kwamba lilikuwa kwa mimi naamini lilikuwa lina kudisturb. Mimi naamini lilikuwa la kudisturb kwa sababu huyu bwana alikuwa after some time yeye anashusha album nzima, yani anapromosha ushaelewa, tayari hapo kishaachia mizigo lakini bado alikuwa na ile energy. So manake ulikuwa tayari una madeni mpaka sasa hivi, una madeni yake, si ndio? Jamaa sasa hivi 15 si ndio? 5 10 mimi 10 Prof mimi 5 si ndio nakwambia una 15 yani. Kuona magoli 5 ya kurudisha hapa na tunayataka magoli yetu 5. No, lakini ukifuatilia ndio nilikuwa namwambia Jay kwa album zake, verse zake hamna mtu mwenye verse ndefu kama huyu mzee. Huyu ana verse, kuna nyimbo ina verse mpaka bars, standard ya bars sasa hivi ni 16. Lakini wakati wetu tulikuwa naenda mpaka 20, 18 ndio ilikuwa normal. Huyu ana mpaka bars 32 kwenye verse moja. Kwa hiyo album zake 4 huyu inaweza katoa album time 3, katoa album 12. Wao mzee anakumaliza ujue. Yaani kwamba maana anamaanisha kwamba wimbo wako mmoja nyingine 2. Huo ndio kweli. Kwa verse kwa verse kila mtu anajua, wote sisi artists wote wanajua. Hata jana nilikuwa naongea na Joe Makini issue fulani. Tuka fall kuongelea nyimbo za Jay. Tunasikiliza madude ya mkuu hapa. Mkuu alikuwa na mavesi marefu. Kwa hiyo energy wise maybe uzito ni ule. Mimi nilikuwa namwambia Jay hapo, ulikuwa unachukulia kama pia ni challenge, sio? Kwa kweli ilikuwa ni mtihani mzito. Siku yuko mbele yako pale mzee, huwezi kulala kwa vizuri mzee. Wala ukikaa kwenye kiti huwezi unaona kabisa kama uenei, kwa sababu unaona kabisa uliyekalia kile kiti mwenyewe yuko pembeni bado anakisalandia kiti chake. Anakitaka. Okay. Sawa. Sasa tulikuja na unaweza ukakalia kiti alafu throne sasa bado iko jamaa amesimama hajakaa, lakini throne iko. Throne nayo. Kwa hiyo unakuwa unabakia tu kwamba lini ataidondosha. Okay. Au ichukue. Okay. You design. So Prof, pia nataka that time kwa sababu ya umekuwa tayari hapo umeshaachana na ni kama vile Hard Blasters hawapo tena hapo kwa kimtindo yani, unajua na unajaribu kujiconnect na watu wengine hapo katikati hapo. Hiyo time hiyo ilikuwaje? Kwa sababu that time nakumbuka pia bado uko busy, unafanya kazi, unarudi town, lakini pia unahitaji kujiconnect hapo katikati kupata hizo connection na artist wengine na nini. How was it your time, ulikuwa unapambana nao vipi? Kwa kweli ilikuwa ngumu, lakini nilikuwa najitahidi sana kutumia simu, kwa sababu muda mwingi nilikuwa niko Tanga. Kwa hiyo wasanii wengi walikuwa wako Dar es Salaam, kwa hiyo ilibidi lazima tunatumia mawasiliano kwa ajili ya
na wakati ule simu zilikuwa chache sana. Wasanii walikuwa na simu, nadhani Sugu alikuwa wa kwanza kuwa na simu ya mimi nina simu toka 93 nikiwa Getini BP. Mimi nina simu ya Mobitel. Yes, ilikuwa inaitwa Mobitel. Nilikuwa na simu hiyo, ilikuwa 93. I say Motorola. Sio mchezo. Motorola A130 mzee. Bwana. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kidogo connect na watu, lakini tulijitahidi hivyo hivyo mpaka tukaweza kutoboa na kufika hapa tulipofika leo. Okay. Alipambana, nakumbuka story moja, Jay alipambana sana kuwa between kazi na music. Mpaka kuja kuamua ilikuwa sio mchezo. Kuna siku nakumbuka naongea naye, naambia bana, sasa utafanyaje? Naambia bana, ilibidi nipande Fuso kwa sababu muda wa mabasi umeisha sio. Na anatakiwa awai labda studio kesho yake hapa. Mtu ana kazi ya kuvaa tai kabisa, nani Mobitel ilikuwa inaitwaje? Ni Mobitel. Ana kazi ya kuvaa tai, lakini inabidi akishavua tai apande Fuso la mizigo ninaokuja daa ili aje amekaa na machungo huko nyuma yanaitwa daa ili aje awahi kufanya kazi za muziki. Kwa hiyo the hustle was real, man. Your spirit haikuwa ya kawaida hiyo. I say sawa. So ladies and gentlemen, ngoja niingie hapa. Nilikuahidi kwa wewe ambaye pia ukutaka ku YouTube hapa, kwa sababu bana Taita au watu wa YouTube wao wanaheshimu sana, kwa sababu kuweza kutazama live ni lazima mpunga uondoke sana na ni masaa matatu. Kwa hiyo ngoja tucheki hapa kidogo. Anasema Andy Amir wa Kuvichaka straight from Kawi Crew, wape salamu sana au majemedari, yametoa tu salamu. Okay, Ombeni anasema asante Mungu tumerudi kwenye furaha kubwa. Asante sana pia. Kumradhi kidogo. Kingine anasema toka niko mtoto, toka nipo shule ya seko mpaka kimaisha sijawahi kuacha kuwasikiliza Joseph na Taita. Okay, alafu kamaliza ile NB yako ile. NB ya taifa. NB ya taifa ile. Sawa, na huyu anasema Wembo Kunyanga. Bwana anasema yeye anakiri tangu amezaliwa mpaka leo hajawahi kuacha kuwasikiliza Joseph na Joseph. By the way leo tuna Joseph wawili. Alright, Bandal Kunguni kasema tukuvu Misuti. Bwana leo ndio hivyo mshikaji wangu, leo nimechukua nafasi ya Jongwe Misuti, kwa hiyo sikonde. Anthony Moses ana kwa ana na adui yako wa jana, eti mnaulizana profesa naimba au anachana. Kanukuu huyo. Sauti ya ghetto. I say Jabir mpe hai sana Professor J, na mkubali kinoma, nyimbo zake karibia zote ninazo. Anaitwa Anthony Moses. Asante sana Anthony Moses. Shukrani sana. Okay, Banda la Kunguni. Mwanangu anajiita Banda la Kunguni, umetisha. Anasema Kuvi, naona leo upo na mzee wa Zali la Mentali mjengoni na Taita. Ndio kama kawaida. Masonda Mhulula anasema namuona mkongwe wa rap J wa Mitulinga, namkubali sana, tuko pamoja sana kutoka Dubai. Aina noma. Naona profesa kama amekosa neno sahihi kuhusu media. Ulikuwa unamzungumzia Taita wakati anasema alitaka kusudia kuwa media zilikuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii, ile kusumbua na vitu kama hivyo. Kubaniwa. Kubaniwa. Ile kwanza ile kubaniwa ilikuwa vita. Okay. Calvin anasema Sugu anaweza kutuelezea kidogo kuhusu kampeni ya antivirus. Kuelezea kuhusu nini? Labda unataka kusikia kuhusu antivirus, anaweza kuelezea. Kwa hiyo labda swali lako ulifafanue. Natamani ngoma ya Nazeeka sasa waiperform kwa pamoja. Sasa huo wimbo ulihitaji muda kama huu na show kama hiyo uweke kama bonus, najua haitakuja kujirudia. By the way, huo wimbo upo hapa, kwa hiyo usijali. Nao hapa nimeuweka kwenye list. Tutauzungumza pia. Wasanii wangu bora wa muda wote leo wako pamoja hapo studio. Babu kubwa mwanangu Sugu aka Jongwe, Professor J, Mungu ajalie uzima na afya. Amen. Innocent anasema ile creativity ya kutumia sauti za Babu Ayub, za sauti ya nguli kama mzee Pius Msekwa, lengo ilikuwa nini hasa? Ili swali la kwako Professor. Okay, huyu anaitwa Innocent Komba. Exodus Max Stanley, J alikuwa anachana sana. Verse zake ni kama Cannibus bar to bar, heshima kwake. Bwana mambo kama Cannibus. Sawa, okay, aina noma. Toka Mwanza, much respect, anaitwa Victor Nestori. John Dev anasema ni mwalimu, nina miaka 12 kazini sekondari. Mwaka 2001 nilinunua album ya Machozi Jasho na Damu nikiwa darasa la 5, shilingi 1000. Big up bro. Thank you very much. Sawa. Anasema Kuvi leo na enjoy sana kuinterview Jens. Bila shaka kabisa mwanangu, leo nimefurahi vibaya sana. Ndio maana nimeweka dude fulani hivi la kidoni. Anasema Joseph Wawilo ile shape game ya Bongo, much respect kwao, Mr. Akili Kubwa. Asante sana pia. Sawa.
Nadhani Jay kuna swali hapa la kujibu lilikuwa creativity ya kutumia sauti za Babu Ayubu. Msikilizaji mwalimu. Unajua wakati ule ilikuwa katika kuweka interlude, unajua wakati ule tulikuwa tunafanya interlude kama ukiwa na album kuna watu katikati wanaongea, kuna vitu fulani vinakuwa vinaendelea. Ilikuwa inaitwa interlude. Sasa sisi tuliona tutengeneze ile kitu kwa ajili ya kuleta ladha tofauti katika nyimbo. Kwamba na wale kina Pius Msekwa pia walikuwa ni public figures. Kwamba mtu akisikia sauti ya Pius Msekwa anajua kabisa huyu ni speaker wa bunge, na tulikuwa tunaongea vitu sensitive. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tuchukue attention ya watu wazima waweze kusikiliza muziki wetu, kwa sababu kutoa ile dhana muziki wetu ni uhuni na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ili kuweza kuwavutia na watu wazima waweze kutusikiliza, ilikuwa lazima tuchanganye kina Julius Nyesanga, kina Pius Msekwa na watu wengine kama hao, ili tuweze kuwaleta wazee ambao ndio walikuwa na fedha za kununua muziki wetu, kwa sababu tulikuwa tunataka turasimishe ili muziki wetu uweze kutoka katika ile dhana kwamba muziki ni uhuni, na bali kuna wachache uhuni wachache wanaofanya muziki na sio kila mtu anayefanya muziki ni muhuni. Sawa. So Prof, baada ya kuwa tayari umeshakaa pale juu mambo yanakwenda vizuri na nini, ule mchezo ambao alimchezea mheshimiwa hapo Taita, nasikia ukaja upande wako pia mimi ulionja hiyo joto ya jiwe kidogo. Mimi mzee ndo niko kila nikigeuka hivi mzee naona watu hawapungui mzee. Leo kaletwa huyu mzee, wanaona atoshi, kesho kugeuka huko anatokea mwingine mzee. Yaani unajua ile nafasi huwezi ukawa comfortable. Yaani watu wataki ukae comfortable muda wote. Yaani watu wanataka control, yani kila kitu wanachosema wenyewe ibaki ndio mzee. Sasa ukiwa na misimamo yako tu kwamba bana mimi hiki sitaki, hiki nataka, hiki sitaki, hiki nataka, hiki tunaweza tukaenda, hiki hatuwezi kwenda, hawataki iko kitu. Kwa hiyo lazima kutafutia longolongo na vitu vingine kama hivyo. Kwa lazima kutengenezea zengwe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumepitia sana vitu kama hivyo. Wewe uliwakuwa wapi jamaa? Na jamaa wale ambao walikuwa wamewakuwa mzee, au walikuwa wengine? Mzee watu wako kitambo mzee. Wale wako kitambo mzee, yani wako kitambo sana. Sasa wewe ilikuwaje? Okay, Taita alikuwa anaambia bana huyu jamaa mjivuni wana mtata didi. Sasa wewe si ulikuwa unaonekana kwamba mtu fulani smart didi, au sio bana? Sio mjivuni imekuwa. Sasa tatizo ni kwamba kuna riziki. Amekuwa jeuri. Unajua inapotokea riziki kila mtu anataka atolee macho. Sasa pale lazima uwe na misimamo yako kwamba hiki nataka, hiki sitaki na vitu vingine kama hivyo. Sasa ukianza kuwa mjeuri tu kwamba hiki nataka, hiki sitaki, wenyewe iko ndo hawataki. Wanataka kila kitu useme ndio mzee, lazima ukubaliane nao muende pamoja wanavyotaka wenyewe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ikawa shida kidogo. Sasa uzuri ni kwamba mpaka leo tunazungumza nanyi, nyinyi ni miongoni mwa wale wachache ambao waliweza kutoboa licha ya hivyo vita vikubwa ambavyo wamekutana navyo. Na naweza kusema ni nyinyi watatu, na watatu tu, ni Sugu, wewe na dada mkubwa. Kitu cha kufurahisha kabisa ni kwamba watatu ni mwanamke. Ndio ujue kama watu walikuwa washakuwa sugu. Dada alikaza. Alafu na tuliingia, lakini tuliingia kwenye vita. Si ndio nakumbuka, ndio nilikuwa nakusudia. Kwenye ile vita mliingia mkakaza na dada. Pale ndo moto ukazidi pale. Ilikuwa hatari sana. Ile ilikuwa lazima damu imwagike. Okay. Lakini the whole situation ile unaitazamaje? Situation ya kubaniwa na nini. It was tough, lakini nadhani kuna kitu mliweza kukipata. Imetukomaza, ndio maana leo tuko hapa. Imetukomaza, imetupa njia nyingine mbadala, imetupa options. Kwa sababu unajua ukikosa option ndio inakuwa unaingia kwenye madawa kulevya na vitu vingine kama hivyo. Lakini mpaka leo natuona alhamdulillah naendelea vizuri, kwamba
Mungu amesaidia, tumekomana, tumeweza kutoboa mpaka leo tuko alive na tunaendelea kutoboa. Okay. Yeah. Sasa Prof, nadhani katika vitu vyote ambavyo vilikuwa vinatokea hapo kuna namna ulikuwa unahitaji support nyingine ambayo labda haiko wazi watu wanaamini kwamba ukimwona mtu amesimama kiasi hiko kunakuwa kuna kumradhi kidogo. Kumradhi msikilizaji, kutokana na kilichotokea hapa kidogo, lakini mambo ya kiafya kidogo yanakuaga sometime yanaleta hizi. Nilikuwa nazungumzia ile support ambayo mlikuwa mnaipata. Na kwamba ni lazima kuwe kuna watu ambao wanapigana hizi vita, lakini huwa wanaogopa kutokea kwa mbele. Yani kwamba anaona kabisa profesa anapambana na watu wakubwa, kwa hiyo na sisi inabidi tumsaidie. Na mara nyingi watu hawa wanasemekana kuwa wanakuaga wapo umo yani katika hawa ambao wameorganize hizo vita, na wao wanakuwa umo, lakini wao wanapitia kidogo, wanatoa silaha hapo sisi na yenyewe. Kwa upande wangu ulikutana na watu aina hiyo ama ilikuwaje? Of course katika vita vyote hao watu lazima wawepo. Na support lazima tuipate kutoka sehemu tofauti, na ndio maana sisi tulitengeneza timu ya kutengeneza watu ambao tunaweza tukashirikiana mara kwa mara na tukaweza kusaidiana vitu vingine kama hivyo. Ndio maana kwenye vita kama vya dada mkuu, unaona Jongo alitokea, mimi nilitokea, kwa sababu tulikuwa tunaona kama bora tufe wote kuliko afe mmoja, kwa sababu akimaliza kwako watakuja kesho atahamia kwangu. Kwa hiyo afadhali tuungane ili tumtetee mmoja, ili akishinda vita tu tumeshinda wote kwa pamoja kupitia mtu mmoja na vitu vingine kama hivyo. Okay. Music jihadi fulani. Kajihadi fulani hivi. Kamziki. Wale yote ita nimeipenda sana hiyo. Kajihadi fulani. Asa musical jihad du. I create faster sana I say. Sawa. Sasa Prof. Mimi leo nataka ni kuconnect na mtu mmoja hivi ambaye inasemekana kwamba yeye bwana alikupa jina la profesa. Sasa ladies and gentlemen, hapa naomba tumjoin DJ JD bwana aka the legend ambaye anatujoin hapa. Naomba tumsikilize hapa kupitia The Classic Live. JD, what's good brother? Hey, yo, what's up? This is your brother John Delinga Matlow. Mimi miaka ile ambapo ndio Bongo Flava ilikuwa katika peak yake, manake tumepromote Bongo Flava ikafika katika level ambayo sasa imeanza kukubalika kwa kiasi kikubwa sana. Nilifanikiwa kusikiliza nyimbo za Professor J. Sijawahi kumuona kwenye macho, hatujawahi kukutana. Yeye alikuwa ananifahamu kwa sababu mimi unajua nilikuwepo tayari muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kupokea kazi zake. Kila ninaposikiliza kazi yake, kila kazi ninayoisikia nasema bwana huyu jamaa hiki kichwa gani hiki? Kama unavyojua mimi nilivyokuwa na uelewa wa kusikiliza muziki na napenda music na sikiliza kwa kina sana. Nimesikiliza mashairi ya Professor J, wakati huo alikuwa akijulikana kama Nigga J. Nikasema hapana, this brother does not deserve kuitwa N-word. Huyu anapaswa apewe jina ambalo linastahili, kwa sababu uwezo wake wa kufikiria, uwezo wake wa kuandika, uwezo wake wa mashairi na kila kitu yalivyokuwa educative, sidhani kama hata ukimpa jukumu hili profesa anaweza kulifanya. Mimi naona J anastahili kuitwa Professor J, na ndipo kwa mara ya kwanza nilifungua kipaza sauti wakati niko East Africa Radio, kwa sababu show yangu ya The Cruise ndio ilikuwa show ambayo inasikilizwa kuliko show zote. Nafikiri Big J utakuwa unalijua hilo, kuliko show zote za radio
redio nchini Tanzania. Ilikuwa kipindi kinaingia The Cruise, basi watu wote, watangazaji wa maredio wengine, ma DJ wa maredio nyingine, na watu wote, waandishi wa habari kila kona walikuwa wana tune in kusikiliza kwamba John Dilinga leo anasema nini. Na kwa sababu ya power hiyo niliyokuwa nayo, uwezo huo niliokuwa nao wa kusikilizwa kiasi hicho na kuaminika, basi nilitamka kutoka kinywani kwangu kwamba kuanzia leo natamka na nampa jina J. Kuanzia leo namuita Professor J. Hivi ndivyo atakavyoendelea kutambulika kuanzia leo. Na kwa sababu umma ulikuwa unanisikiliza, umma ulikuwa unaniamini na kunikubali, basi moja kwa moja wakaanza kumuita J, Professor J, na J mwenyewe alilipokea jina hilo kwa mikono miwili, na mpaka hivi leo unaona kwamba jina limemletea heshima, jina limemletea mtazamo tofauti. Mimi naamini kabisa mtazamo wa jina ambalo niliopewa au niliompatia Professor J kwa kipindi kile ambalo anaendelea kulitumia hadi leo ndilo ambalo limemletea nafasi ya kupata nyadhifa tofauti au kumtia katika hata wazo la kuingia katika masuala ya kisiasa na hatimaye kupata nafasi ya kuwa mbunge na heshima kubwa ambayo wananchi walikuwa wakimpa. Na wako watu mpaka leo wanaamini kwamba Professor J sio profesa tu wa mashairi kama inavyoweza kufikirika, bali kuna uwezekano mkubwa kwamba ni profesa kabisa ambaye amesoma, amepiga kitabu kustahili jina hilo la profesa. Lakini ukweli wenyewe ni kwamba Professor J jina lake linatokana na uwezo wake wa kimashairi, mashairi yake yalivyokuwa yanaelimisha, mashairi yake yalivyokuwa akiburudisha, namna ambavyo alikuwa akifikiria au anavyofikiria kuandika mashairi yake. Hivyo vyote ndivyo ambavyo vilinifanya mimi nimuite Professor J. I salute once again Professor J. Wewe ni kichwa katika maisha ya hip hop ya nchini Tanzania, ni kichwa ambacho hakijawahi kutokea. Big up sana and God bless you. Yeah. Thank you very much. True that. Wale mtaalamu huyo bwana alikupatika jina la Professor J afu limeenda. Bwana hatari sana. Wao alivyokuita professor kwa mara ya kwanza, make jina lifanya lilikuwa linaonekana labda limekaa kidingi hivi nini, lakini alafu mtu unapasuka ali bwana hip hop. Lakini ndo limeenda. Unajua hata mimi mwenyewe kwanza nilikuwa na mpango wa kubadilisha jina kwa sababu najua wakati ule muziki wetu umeshaanza kuvuka boda. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine jina bado nilikuwa natumia Nigga J, ilikuwa kama matusi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sasa baki hapo baada DJ JD aka the legend John Dilinga Matlu, okay, ambaye alikuwa na yeye ndiye mtu ambaye alimpachika jina hili la Professor J. Professor anasema alikuwa tayari kulibadilisha jina lake kwa sababu ilikuwa linatumika n-word ambalo ni kama matusi wakati mwingine. Kwa hivyo ndio ulikuwa unatusimulia hapo kwamba ulikuwa unataka kubadilisha kukatisha kwa ajili ya matangazo. Yeah, kwa hiyo niliwaambia mashabiki kwamba nataka nibadilishe jina na nilienda kwa John Dilinga kwenye The Cruise, lakini niliwaambia Tanzania wanitafutie jina. Yaani mashabiki wanipe jina wenyewe, wanaona ni jina gani nafaa niite. Wengi wanitajia majina tofauti, wengine wananiambia niite JH, yani Joseph Haule. Wengine waliniambia niite wengine Puff Nuff nini sijui. Kuna majina bwana wakati. Unajua enzilo majina alikuwa ya hatari. Lakini John Dilinga ndo alinipa jina la Professor J kiukweli kabisa. Shout out to John Dilinga. Na alitoa sababu yake kwamba mimi ni profesa wa mashairi, profesa Bongo Flava. Na kwa kweli alinishape, na kama alivyosema yeye ilikuja kunionyesha baadaye mwangaza baadaye mkubwa zaidi. Kwamba hata ile element ya uongozi nilikuja kuiona baadaye. Lakini aliona mbali sana kunikabidhi ile profesa, kwa sababu watu wanavyosema majina yanaumba. Ukijiita jina positive watu watakuchukulia positive, ukijipa jina negative watu watakuchukulia negative. Kwa hiyo mimi naamini nimekuwa hapo kwa sababu ya John Dilinga kuniita profesa, na sasa hivi ni profesa kwa muziki na ni profesa wa Bongo Flava na vitu kama hivyo. Na actually mashairi yangu yanatumika kwenye vyuo vikuu kadhaa duniani. Wakitumia mashairi yangu kuweza kufundishia watoto na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo aliona mbali kusema kweli, yani kwa big shout out to John Dilinga Matlow. Shout out to John Dilinga. Na John Dilinga bana aliamua kuzungumza na watu wake wale wa The Maz wale
kuna namna ambayo jamani goma lije huku sasa kwenye Bongo Flava, ona bwana huyu hapa. Na kama watu walishawahi kwenda katika Bongo Flava Honors za aina yoyote, tamasha ambalo linampa heshima au kushukuru au kumheshimisha msanii wa Bongo Flava au msanii wa hip hop, basi matamasha yote ambayo umeshawahi kwenda, hili ndiyo tamasha haswa linalostahili heshima, linalostahili kutukuzwa. Hili ndo tamasha ambalo linastahili kupewa respect ya aina zote kwa msanii kama Professor Jay, kulinganisha na kila kile ambacho ameshawahi kukifanya katika muziki wa hip hop, muziki wa Bongo Flava, pamoja na yale yote ambayo ameyapitia na heshima anayostahili kiukweli kabisa. This is the time. Kwa hiyo na wasii wa Tanzania kwamba huu ndio muda, huu ndio wakati, kama una uthamini muziki wako wa Bongo Flava na unaamini kabisa muziki wako wa hip hop unastahili kupewa heshima kubwa ambayo unaweza kuifanya ni kununua tickets na kutokea katika tamasha hili la Bongo Flava Honors la Professor Jay tarehe 1 mwezi wa 5 Dar es Salaam. Ametuambia hapo sasa hivi na ilikuwa ni wakati mzuri kusema kweli ambapo tumeweza kumwona. Sasa tukawa tumecheza hapo vipi hapo sawa, au sio bwana? Yes, hapo vipi hapo sawa. Ni wimbo wako mwingine ambao ilikuwa ni one of the biggest songs man. Sijui ulikuwa mwenyewe unazirate vipi, lakini ulikuwa ni mua hasa wakati kila watu wakifikiria kwamba sasa hivi Prof anaweza asiscore hit kama iliyopita, labda unaachia mua, na huu ulipotoka ulikuwa ni mua fulani ambao 2008 2008 of course. Kulikuwa kuna shots nyingi sana humu, ndio kipindi hicho watu wanakuvuruga. Ulichafukwa sana humu. Unajua muziki wetu bwana, muziki wetu unapaswa kichwa. Taito umeamini Sio bwana anacheka, anajua alichopitia. Ngoja tupite sehemu. Anasema huu ni mhimili wangapi mnawabashiri, sio? Anasema huu ni mhimili wangapi mnawabashiri na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri. Unaikumbuka hiyo line? Huu ni muhimili wangapi mnawabashiri? Mnawabashiri, si ndio na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri. Kwa vina vya tafsiri, yes. Umeona Alafu mimi nakupa tu hizi lines kwanza. Siui mende kwa nyundo, maana nitaumia mimi, na ndio maana na wadharau mnaotaka beef na mimi. Short hiyo wewe na bwana Bontown kitambo utanieleza nini wakati wengi wenu bado hamjafika mjini, unaona bwana. Hizi ni baadhi ya shots ambazo zilikuwa zimekusanywa na zinapigwa zinaelekea sehemu. Wapi zilikuwa zinaelekea? Marafiki nifanikiwe zaidi na hitaji maadui. Sasa hizi shots zilikuwa zinaenda wapi? Wengine wanasema bwana hizi shots bwana, kwa sababu kuna mtu tayari alikuwa anaambiwa kwamba yeye ni mfalme, na watu wanasema kwamba tayari alishasema kwamba walishamtabiri watu wake wa mtaani kwamba yeye ndo mfalme atakayefuata zaidi ya Sulemani. Watu wanasema kwamba ufalme ulikuwa unatolewa unakwenda kwake na sio wewe, kwa hiyo kaamua uchape humo. Kwa hiyo hii ngoma ilikuwa inaenda kwa Rasta, tuambie. Unajua bana wabongo bana, wewe wape title tu wenyewe watakutengenezea story. Kwa kila mtu alitengeneza story yake na vitu kama hivyo, lakini sikuwa na maana hiyo kabisa. Bwana title unasemaje? Haikuwa inaenda kwa Rasta hii. Tunachukua neno lake. Kwa hiyo muziki ndio iko hivyo. Tafsiri watu wanakuwa na tafsiri sana. Wana tafsiri tofauti, lakini hujamsema fulani. Lakini ulikuwa umechafukwa. Hapo sawa, ulikuwa umechafukwa sana. Yaani umepiga sana misumari je. Lakini sasa wakati wa mzee shakalia sana miba mzee. Kwa ulikuwa unachapa yote alikuwa mbele au si? Sema nakwambia ili nifanikiwe nahitaji marafiki, ili nifanikiwe zaidi nahitaji maadui. Mkononi sina tattoo bali na alama ya ndui, Mtanzania namba 1, majungu ya nsumbui. Lakini kwa kama shots hapo ina maana zilikuwa watu wengi. Zilikuwa kwa watu wengi. Wimbo yani haikuwa kwa mtu mmoja. So ulikuwa unakiri kwamba tayari walikuwa wanatengenezwa watu kibao kwa ajili ya walikuwa yani kwa sababu ulikuwa uweze kukaa pale comfortable katika kile nafasi. Kwa hiyo na mimi ndo nilikuwa mfalme wakati ule mzee nisiyepingika. Kwa hiyo
lazima ulikuwa upate kashikashi kutoka kila kona yani. I say. Nilikuwa nataka kufahamu how tough ilikuwa wakati huu ambapo ulikuwa unatayarisha hizi comeback na unajua kabisa kwamba kuna watu wapo kwa ajili ya kunitwanga mawe, lakini mimi I have to kurelease hii song, nipige video kali na nini, lakini bado pia ulikuwa unapaswa upambane, manake kuwa Professor Jay peke yake wakati huo ilikuwa haitoshi. How tough was it ili kuweza kutengeneza hiyo, kuipata hiyo comeback na kusimama kwenye nafasi yako? Alafu kumbuka wakati unafanya hivyo sina timu, nilikuwa mwenyewe unajua, kwa sababu nilikuwa sina manager wala nini, na hata Sugu unajua wakati alikuwa anapambana mwenyewe. Kwa hiyo sisi tumepitia struggle ngumu sana, tofauti na sasa hivi mtu ana watu 30, 50, watu 40 wako nyuma yake, watu backup na nini. Sisi tulikuwa tunapigana vita wenyewe, yani ile man to man, face to face ile, yani anayo na yani jicho kwa jicho na jino kwa jino na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana. Okay. Labda uniambie silaha yako nyingine ilikuwa, mimi nafahamu moja ya silaha zako ambazo zilikuwa ni kubwa sana, ambazo zilikuwa zinakusaidia, ilikuwa ni mtaji wa watu. Wakati naanza shughuli za utangazaji, kijana mdogo na tunakutana Coco Beach kule pale, Coco Beach ile ya zamani ile. Tunakutana pale ulipokuwa unatupokea kijana mdogo na kufanyia interview vya kizushi vile vidogo. Ulikuwa unapokea mtu kwa namna kama unamfahamu, kama umemwona kama ndugu yako, kulikuwa kuna faraja fulani. So it was that moment ambayo, kwa sababu vijana wengine sikuwa nachipukia, kwa hiyo huku kwenye radios pia hizi nyingine ambazo haukuwa na shida nazo, kila kijana alikuwa anakuwa yuko proud kucheza wimbo Professor Jay. Ushaelewa? Yani Professor katoa. Yani unajua kwa kifupi. So nilikuwa nataka uniexplainie hiyo namna ulivyoitengeneza, lakini na silaha nyingine ambayo uliitumia ukiachana na hiyo. Kwa kifupi mahusiano alinisaidia zaidi. Yani ile kuwa humble, kuwa treat watu vizuri, na kuwa nice to people, yani kuwa mtu mwema kwa kila mmoja ambaye unakutana naye, unayemjua na usiyemjua. Na watu walikuwa wananilipa kile ambacho nilikuwa na wapa na vitu vingine kama hivyo. Sahihi, okay. Kwa hiyo iko ndio kilichonisaidia sana mimi kuweza kupasua mawimbi kirahisi zaidi, kwa sababu nilikuwa napata backup kubwa ya watu wengi walikuwa wananikubali kutokana na jinsi nilivyokuwa na watreat mimi. Okay. Na wenyewe walikuwa wanapenda kunilipa mema yale nilikuwa nawafanyia na vitu kama hivyo. Okay, sawa. Prof, katika hii mitikisiko hii uliwahi kupata frustration na kusema sasa ukatamani kuacha muziki kabisa kwenye hivi time hizi ambazo ulikuwa unapiga lakini unapiga? Kuna wakati mzee utamani tupe taulo mzee. Ulifika wakati hiyo nishaikuishuhudia hiyo kwake au ameshaacha muziki na nishafanya concert Diamond Jubilee kabisa, kutupa taulo na watu wakaja, nikacheka zangu Ulaya nikakaa Ulaya, mazingira Ulaya akanilazimisha kurudi, nikarudi 2003 2003 nikaja na Sugu Moto Chini baada ya kurekodi Uingereza. Uzuri ni kwamba nikarudi Piper Diamond, nikapiga show ya comeback na ikawa kubwa zaidi ya kuaga. Kwa hiyo mimi nikatumia kama justification kwamba watu hawakulizika niondoke, na wamesema nirudi na mpaka leo. Sasa na wewe unasikia tena unasema kuna temu alitupa taulo, na wewe anasema akushuhudia ilikuwaje? Yani anajua, mwambie kwa DC. Mzali, hebu taita tuambie ilikuwaje? Kuna siku yani kuna siku nimeshakutana na Jay kwenye gari, kwanza nikutana naye kwenye baruni yake first time. Akashika steering akalia sana, niambia jinsi situation ilivyokuwa machozi kabisa. Mimi nikamwambia bwana, just make music. Akaniambia lakini nitafanya kitu. Sawa, tuna make music kesho kutwa, few days tunaenda studio, lakini bwana hali mimi mtu yote saizi ananizingua inabidi nikabiliane, nitafanya kitu poa. Sasa siku hiyo siku ya kwenda studio, sasa ndio pale nikajua kweli mshikaji yuko frustrated. Ulimwambia usiache muziki,
Akasema sawa, nitafanya kitu. Sasa hicho kitu anataka kwanza, like you wanna kill everybody. Unaona, siku hiyo kaja studio, kaja sehemu ambapo kanambia nimsubiri. Kwa mimi najua pale itakuja baluni, naona inakuja Costa. Angalia ndani kuna wana kibao. Yaani kuna mtu kama 40 hivi. Wengi wana malasta, kina kibabu wako, kina nani, kina mzozo, sijui kina nani, wengine wana makameme, yani silaha za jadi. Silaha za jadi nini na nini. Namuuliza mwanangu vipi? Mpaka petroli mzee. Mpaka vidogo. Namuuliza mwanangu vipi? Unajua niko sijakwambia, sishakwambia sasa hivi mimi sikubali mtu yote anayetaka kuniwekea mimba mimi naanza kufanya noma. Kwa hiyo tunaenda zetu kwa Mdachi, kwa sababu Mdachi kakalia muziki wangu. Ndio nisikia. Na kila nikienda namwambia naenda kurekodi, anazingua kwa leo bwana, leo tunaenda asipoachia leo yani pale kinanuka pale. Nikamvuta pembeni, maana ngamba sikiliza, baadaye piga muziki tu la pale na nini. Kweli nikamwambia kweli, ikabidi tuache wale jamaa kwenye Costa, tukaenda mimi na yeye pale kwa Mdachi, tukaongea na Mdachi, tukaingia ndani kwanza unajua Mdachi naye sometimes fresh, sometimes kama siku akatupokea fresh kabisa, kama alijua sipi nani alimtonya, labda kuna mwana mla alimwambia bana tunakuja huko. Kwa hiyo tukakuta fresh, tukaingia studio, tukaandika yeye nyimbo inatosha, tukakaa naye pale tuchezea beat pale nini, tukaandika nyimbo pale nje enough time, tukaingia ndani tukarekodi ile nyimbo, tukatoka ngambia Jace, unaona bana mambo mengine sasa hapa sasa tungekuwa tuko Mabatini polisi hapa mzee au Oysterbay. Kwa frustration zilikuwa kwa kesi. Pole sana Jay. Kwa hiyo ile Costa, mimi nilisikia ile Costa walifika hadi kwa Mdachi. Kwa hiyo hawakufika. Walifika nje. Hawakushuka. Mdachi anaona lundo la watu yani. Alafu nasikia wamechange kabisa. Hatari sana. Yaani sitaki kukumbuka mzee. Bwana, tukisema Mdachi tunamaanisha P-Funk jamani, okay. Sasa hapa alikuwa hataki kufanya project tu ama kulikuwa kuna project alizozuia? Nilikuwa unajua mimi Mdachi nilikuwa namlipa. Kwa hiyo alikuwa amekaa na albamu yangu kama miezi 6, hataki kuniruhusu. Nipa master yangu ili amtoe msanii wake akachukua hela nyingine kwa Muhindi. Wakati unajua master tunauza kwa Muhindi, kwa hiyo na mimi nilikuwa namlipa cash ili nichukue hela yangu irudi kwa mdosi. Sasa yeye master kaishika yeye, hataki kunipa master yangu. It was all about control. Yani P-Funk anaona nataka kwanza atoke huko, nitoe hii. Sana kato ndani. Nataka itoke hii ndio nimwachie huyo. Na hiyo pia na kwa ajili ya minoma yake, kwa sababu mtu ana artist wake. Yeye sio artist wake, yeye analipa anaondoka. Kwa hiyo anaona kabisa mzigo huu ukitoka huu, hii lineup yangu yote inaenda kwa disturb. Kwa hiyo it was a legit planning, lakini ilikuwa tu inamuumiza prof. Legit kwake lakini legit kwake lakini haikutakiwa kwa I pay you money, nipe kazi yangu nikaendelea na nini na utaratibu wangu. Ningekuwa kwenye lebo yako sawa, ni ungeweza kunisubirisha unavyotaka na lebo zinafanya. Lakini sasa ni kama vile alikuwa anataka kutreat kama yuko kwenye lebo lakini kumbe ni mtu independent. Aisee mzee wangu, pole sana, lakini ndo baba usio tumepitia mengi mzee yani. Kwa hiyo usione nyani mzee kakwepa mishale mingi. Ndo baba. Na mingine imemuingia. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna muda huyu bwana naye alitaka kungatuka mwenyewe kabla hawajaambia watu kungatuka, naye alitaka kungatuka. Ama tulikuwa tunaamini hivyo. Hii ilikuwa ni kama series. Ilianza ndio mzee, ikaja kikao cha dharura, ikaja na nangatuka. Kwa ilikuwa ni kweli, ulikuwa umekusudia kabisa. Ilikuwa akili kubwa sana hii. Kwa hapa ndo ukawa umemwaga sasa vichongo ya kisiasa kwa katika nani. Nikawa series imeishia hapo. Congratulations. Yani ilikuwa ni babu kubwa kabisa. Safi sana. Ladies and gentlemen, kwa hiyo kama wewe ulikuwa unawaza kwamba ili goma bwana linaingia kwenye mfululizo wa zile za ndio mzee, kikao cha dharura ambao wengine wanaita sio mzee, jina lisilo rasmi. Unajua watu wanaitaga hivyo Kwa hiyo na hii hapa ilikuwa iko sawa kabisa kwa wale ambao walikuwa wanafikiria hivyo. Kwa hiyo tuko sawa kabisa. Sasa
Prof bwana, nina surprise yako nyingine hapa ndugu yangu. Na hii inatoka kwa moja kati ya vijana, kuna vijana hapo mwataja hapa. Uliwashika mkono kwenye machozi jasho na damu bila shaka. Na yeye bwana pia tuna celebrate naye miongoni mwa vijana wako ambao tarehe 1 mwezi wa 5 lazima naye warushe sana shangwe pale. Huyu bwana anamuita Zela Magirini. Unalijua Zela Magirini? Jamaa Magirini mengi sana. Ile jina najua ulijui, nalijua vipi. Anaitwa Ambwene Yesaya Zela Magirini. Inakuaje Zela Magirini bwana? Tuko na Professor J hapa na leo tunaelekea kwenye kilele cha Bongo Flava Honor Season 4 ya kwanza kabisa. Professor J tarehe 1 mwezi wa 5. What's good AY? Vambonj aka Professor J kutoka Sinaminyugu Kalikumsembe. Hiyo sehemu waga mpaka leo sijawahi kuielewa ni wapi. Professor una kamba wewe, una mzee wa Magirini wewe. Bana, all the best my brother man. Umefanya mambo mengi, umenishika mimi mkono tangu siku ya kwanza kabisa. Nakushukuru sana. Na unajua mimi na wewe tunaishi katika mazingira gani? Yani tunaishi mazingira yote high and low. Tunapambana wote pamoja na kurespect wewe na familia yako uzuri, tunaelewana vizuri. Yani tuko kwenye level ya kifamilia, sio kwa kwenye muziki tu peke yake. Umeseti standard nyingi, umefanya mambo mengi mazuri na umesaidia watu wengi, na kiukweli ni kwamba sisi kama wadogo zako ni lazima na sisi tukusupport pia wewe na chochote ambacho utatuambia tufanye. Kwa hiyo bana, huko hapo na huyo mzee wa Magirini anaitwa Jabiri huyo ni muongo kama DJ Khalid yule. Sasa utamwambia baadaye kwamba Vambonji inatokana na nini. Lakini kiukweli kabisa ni kwamba Professor J Joseph Haule, I respect you my brother, na bidii zako ambazo umetujenga mawazo na kila kitu. Kuna wakati mmoja nakumbuka ulishakuniambia zamani, wewe mwenyewe hata ukumbuki, uliniambia make sure jina lako binafsi lijulikane, hata kwenye posters wakiandika jina lako lijulikane. Kwa mfano mtu akisema Joseph Haule ni sasa mtu anaposema Ambwene Yesaya. Nikisema Ambwene watu wote wanajua ni mimi. Kwa hiyo kitu pia kilinijenga na naishi nacho muda wote. Lakini my brother bana, all the best, na sisi tutakutana tarehe 1 Mei. Nitakuwa mstari wa mbele kabisa pale, na ukinihitaji hapo tunafumua vitu vizuri. Yes, lakini najua utafanya kazi nzuri sana. Lakini Mungu akubariki sana ndugu yangu, akujalie afya na maisha marefu, nguvu tele na mafanikio makubwa zaidi. Shukrani sana my brother. AY, shukran sana wana. Anasema Vamponch manaki nini? Hiyo story ndefu sana. Kwa utanisimulia nje. Hiyo off mic. Basi bwana, hizo mbanga nishazielewa. AY anasisitiza kwamba ulimwambia jina lake halisi lazima lijulikane. Ulikuwa una maana gani ndani ya jambo hili? Si kama mimi ni Professor J lakini pia Joseph Haule. Yes. Yani majina hayo, kwa sababu unajua jina langu kamili naweza nikaja nikalitumia baadaye kwenye maisha ya kawaida. Okay, hapo baada ya matangazo tunarudi. EFM. Tunakumbushana kwamba tarehe 1 mwezi wa 5 wote tunakutana 710 Garden hapo Kawe roundabout hapo. Safari hii bwana una kisingizio, dude liko barabarani kabisa. Ukishuka Maringo tu pale unatembea kwa mguu ni dakika 1, inaweza istivie pia. Hadi kwa mguu chap umeingia. Kwa hiyo safari hii warangu haina cha kuchukua sijui gari za kurequest wala nini, unatumia tu 711 baadaye. Yaani kwa ngondi tu fresh. Ukishuka pale unajua pale Kawe pale kwenye roundabout kuna kituo kinaitwa Maringo. Ukidondoka tu pap dakika 1 umeingia ndani pale 710 Garden. Kwa hiyo yani safari hii haina maswala ya kufikiria kwamba sijui usafiri itakuwaje wala nini. Tena naamini wanangu wa daladala watakuwepo kwa sababu daladala tu na ukiweza watakayoweza kuja kwa Ngondo watafaidi zaidi kwa sababu Castellite watamwaga bia za kumwaga sana mle ndani, na bei hazitakuwa zile. Safari tumezingatia mpaka bei za bia zikae level ili kujibu kilio cha mashabiki wetu. Hili ni lazima ni address. Tumekuwa na kilio sana cha kwamba bia bana bei mbaya, vinywaji bei mbaya. Sasa hivi tunahakikishia kwamba bia haitazidi 5,000. Okay. Sawa bwana. Anasema wimbo Wanang'atuka aliandika kwa siku ngapi? J mwenyewe akiusikiliza leo na siasa za Afrika anaona nini aliandika sana ise. Okay, anasema bwana uliandika siku ngapi Wanang'atuka? Kwa kweli sikumbuki, lakini inatafakarisha kwa sababu ni series, kwa sababu ilianza tangu ndio mzee, maana yake nilikuwa nafikiria na Ng'atuka. Okay. Kwa hiyo
ni muda mrefu kidogo. Okay. Yeah. So ulikuwa unamalizia kuhusiana na sababu ya kutumia jina halisi? Ni ku reserve kwa ajili ya baadaye kutengeneza kuja kulitumia jina lako halisi katika masuala mengine ya kijamii na vitu vingine kama hivyo. Okay. Mfano kama mimi ni Professor J, lakini Mikumi unanijua kama Joseph Aule na vitu vingine kama hivyo. Maana jina langu kamili nilikwenda kulitumia jimboni kwa ajili ya kuchukulia ubunge na vitu vingine kama hivyo. Okay. Kwa ni vizuri hata huyo AY nilimshauri kwamba hakikishe Ambwene Yesaya pia linaenda front kama ambavyo AY litakavyokwenda front, aende na majina yote mawili ili baadaye anaweza kaamua kuchagua moja atakaloweza kwenda nalo. Alright. Yeah. Sawa bwana. Ladies and gentlemen, bado tuko na mkali hapa Professor J na tuko pia na Titus Sugu, lakini yote kwa yote ni kwamba tarehe 1 mwezi wa 5 tunakutana 710 Garden hapo Kawe roundabout hapo. Kwa hiyo hii ndio la msingi. Kwa sisi hapa Walumendago bei yetu ya kiandamizi ni 30 tu, yani pap. Tukifika pale tunaingia tuna celebrate. Alafu sisi sasa ndo profesa anajua ni sisi ndo yao anatuhitaji sana, yani kwa sababu sisi ndo tuna hata mpangilio wa stage ulivyoweka au tumehakikisha hao wana access mpaka kwenye stage kwa ajili ya kuleta amshamsha. Hao ndo kina sisi hao, yani hao hata likipigwa nani tu drum tu tenge sisi oya. Maana FNQ tulimwekea VIP mbele alilia sana. Nakumbuka. Alilia sana. Nakumbuka sana. Tuhakikisha hao wana access kwenye stage kabisa kwa mujibu wa mpangilio. Bana, mimi nakuletea mtu mmoja ambaye hajaacha kukushukuru kwa sababu kwenye safari yake bwana, wewe ulikuwa ni mtu muhimu sana, uliplay part kubwa sana ya wao. Okay. Kwa hiyo huyu jamaa hajaacha kushukuru, na yeye leo ameona atujoin hapa kidogo kwa sababu hii ni siku yako special kabla ile special yenyewe. Leo tunapiga the classic special, lakini tarehe 1 ndio ile special yenyewe. Okay. Sasa hapo bwana nakuletea ndugu yako bwana Mgosi Mkoloni. Huyu hapa Mgosi Mkoloni. Baba zao. Mgosi Mkoloni, what's good bwana? Professor J anakusikiliza hapa. Ya Kuvichaka, mambo vipi? Koloni hapa kutoka Wagosi Wakaya ndo naongea. Binafsi kwanza nimefurahi sana mpaka kufikia hatua hii kwa mahojiano ambayo yanafanyika kuhusiana na mengi tu kwenye muziki, lakini haswa kwenye Bongo Flava Hana ambayo inakwenda kufanyika tarehe 1 Mei. Siku ya kwanza kukutana na Profesa, siku ya kwanza nadhani hata yeye anafahamu. Siku ya kwanza kukutana ilikuwa ni Police Mess ambapo palikuwa pana concert zinaendelea. Sikumbuki vizuri kama ilikuwa 98 au 99, lakini 98 99 hapo. Kwenye ile concert mimi napanda pale juu, wamepanda wasanii kibao, napanda pale juu na chana wimbo. Profesa alivyonisikia baada ya kushuka akaniita tukakaa. Profesa akaniambia, "Oya, mimi naenda kwa Majani na nakamilisha recording album yangu, mimi naenda kwa Majani, kwa hiyo kama vipi twenzetu tunaondoka." Yani alikuwa anataka tuondoke asubuhi, fikiria. Yani asubuhi profesa anataka tuondoke twende studio. Cha pili ni wakati tunaanzisha Choka Mbaya. Nadhani hilo anaweza kaelezea kwamba tulikuwa wapi. Tuko gorofani. Profesa alikuwa anaishi gorofani wakishua long time. Alikuwa anaishi gorofani kwenye nyumba ya msajili, nyumba ambayo yani kabisa ni katika mazingira kama hayo. Alikuwepo mdogo wetu DJ Choka, alikuwepo Adili na kaka yake Adili, kwa bibi profesa yupo, ndio mpaka likaja wazo Adila Choka Mbaya, hadi kaanzishwa Choka Mbaya, ndio ikaendelea na mambo mengine mengi. Kwa hiyo anaweza kukuelezea ilikuwa ni wakati gani. Ndio barada huyo mzee mwenzangu, tuna mambo mengi sana ajabu. Ninashukuru sana kwa nafasi hii niloipata. The rest tarehe 1 mwezi Mei. The rest tarehe 1 mwezi Mei. Mora wale asema tukutane siku hiyo. Kwa hiyo hapo ndio mpango. Shout out kwako Mgosi Mkoloni bwana. Kijana wako kabisa huyu bwana. Umemtoa huyu. Huyu jamaa tumetoka naye mbali sana. Yeah, sure. Tumetoka mbali sana. Yeah. So bwana, congratulations bwana. Maana yake vijana hao, unajua watu wanakiri kama hivi hadharani leo. AY umemsikia hapo, umemsikia Mkoloni hapo. Na wako wengi tu wengine wanasikiliza na nini wanatuma text. Kwa hiyo pia hongera kwa sababu haukuwa selfish.
Shukran. Mungu ni mwema sana. That's why bwana, plaque yako unajua State atakuwa ameitengeneza ya kipekee sana. Na mimi nasubiri na mimi namwangalia tu mzee. Yaani plaque yako yani haiwezi kuwa ya kawaida. Yaani natamani niweke gold kabisa. Kila tu uwezo. Plaque haiwezi kuwa ya kawaida, mtaalamu wako. Natamani ingekuwa na gold kabisa, lakini sina uwezo. Sina uwezo. Taita. Taita hujaamua tu. Kiamua wewe bwana. Ile plaque yote iwe gold brother. Ukitoa saa tu moja, saa moja tu. ina nani kidogo. Taita, hebu niambie kuhusiana na kwenye Nazeeka sasa, kwa sababu ya ile historia ya kule nyuma na nini. Kwenye line ya naona Nazeeka sasa anasema kulikuwa kuna sehemu ulidokoa kidogo, akasema sio kwa zali la mentali bali akili. Watu wakasema bwana Taita kamchapa profesa kwenye wimbo ambao wako umo. No. Zali la mentali sio Jay alichukua neno ambalo liko mtaani tayari. Of course, yeah. Yaani kulikuwa na terminology kwenye slang ya mtaani kwamba bwana nimepata zali la mentali, nimepata zali la mentali, nimepata zali la mentali. Kwa hiyo haikuwa shati Jay, ila ilikuwa nimeendelea kutumia au nimetumia neno hivi. Ilikuwa ni kabla ya zali la mentali, ilikuwa baada. Ilikuwa baada. Kwa nini nilitumia neno ambalo liko mtaani? Nilitumia slang ambayo iko common. Okay. Yaani sawa sana Daywaka. Mimi nilikuwa na nyimbo Daywaka, lakini sio mimi niliyotunga neno Daywaka. Neno Daywaka ni slang ambayo ilikuwepo mtaani tayari. Bwana vipi, unakubali bwana hajakuchapa? Au kajitetea, anamaliza miti karatasi nyingi za utetezi. Anamaliza miti. Mzee mtata sana. Okay. Hatukufika yule. Mimi naamini mimi na Jay kila mtu ilifika time kila mtu akajua perimeter zake. And that was it. Okay. Ndio maana kuheshimiana mpaka leo. Yeah. Mutual respect also. That's definitely ni moja kati ya vitu vya nilikubali kupokewa kijiti. Nilikubali kupokewa kijiti. Na ungegoma singekuwa. Anasema amekubali kupokewa kijiti. Okay. Sawa, nafikiri pia ni kwa sababu ya tunasemaje, utawala ulizidi. Ungekuwa umwinyi sasa. Sio kwamba wewe haukuwa mzushi labda hivyo or something. Yaani unajua pengine yale mambo yalikuwa yanatokea labda nawe ungeabeba katika njia ya kizushi, ukayachukua yale ukaingiza. Of course watu walikuwa wanatuingia kwenye kichwa, lakini sisi tulikuwa na calm down. Sio unasema yani kwa sababu hamkuyabeba. Kwa hiyo hamkuweza kutengeneza tena hiyo uadui wa kio. Yaani kwamba kila mmoja alikuwa na akili zake timamu. Kwa sababu wakati wao wanasema hayo, sisi kwa underground ukiacha mimi sikuwahi kufanya naye tour, lakini huku chini tulikuwa we are talking. Na ndio maana aliniinvolve kama kwenye issue yake, kama anataka kwenda kuchoma nyumba studio, hakuinvolve mtu yote, akaniinvolve mimi na tukalisolve. Lakini pia hata kwenye level za familia, kwenye mimi mpaka kwenye ubatizo wa Lisa nilikuwepo. Mashallah. Unaona sio? Kwa hiyo hata harusi yangu alisimamia. Sasa hizi harusi watasema hiyo baadaye, nazungumza way back. Hii harusi watasema kwa sababu wote mlikuwa wabunge nini na vitu kama hivyo. Hiyo ni from way back. Kwa hiyo sisi wenyewe tulijua mipaka. Yaani kila mtu alijua bana, mimi mipaka yangu hii. Kifupi mimi kama nilivyosema, kwa mimi nilipokea ujio wa Jay kwa sababu niliuchukulia kama ni matokeo ya kitu nilichokuwa nakipigania, muziki wetu ukue. Sasa muziki umekuwa unanuna nini? Si ndio ulichokitaka? Okay. Sawa bwana Professor. Kuna mua mmoja naona kama watu wana underrate hivi, lakini umua yani kwa mfano pale kwenye 710 pale usiposikia umua unahisi kama tutaanza kugombana na mimi, yani kabla hujagombana na watu wengine. Unajua mua gani? Mua fulani hivi yani kama watu wana underrate, lakini umua ni shy sana.
Dude hatari mzee. Hivi unalichukuliaje ile dude wewe mwenyewe bila? Hatari sana. Ile dude noma sana ile. Yeah. Alafu hili sasa hili yani katika madude ambayo East Africa yalituliza. Maki kipindi kile kila mtu anasema anataka kwenda East Africa. Ulipolipiga hili kidogo watoto wakatulia. Hata mwanao mzee wa Magirini alitulia. Maana alikuwa anajifanya mwamba sana mzee wa Magirini. Lakini hili kidogo kamtuliza. Hii Afrika Mashariki nzima ilisimama. Ilisimama sana. Yeah. Chameleone ni mtu wako wa karibu sana. Yeah. Ile bond ilitengenezwa vipi ile? Ni tu kwa sababu yeye alikuwa mkubwa huku, mimi nilikuwa mkubwa Uganda, na Afrika Mashariki yote tulikuwa tumeiteka sisi. Kwa tulibidi tutengeneze tu ushikaji, tukawa marafiki na vitu vingine kama hivyo. Yeye akija Bongo moja kwa moja anakuja home, mimi nikienda Uganda moja kwa moja tunaenda kwake. Kwa hiyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mshikaji wangu wa karibu sana. Kwa hiyo ile bond ilitengenezwa kwa muziki kabisa. Yeah, ile bond ilitengenezwa kwa muziki. Yeah. Yeah. Bana Prof bana, wewe una madude mengi sana ambayo tukianza kuyapitia hapa unajua hatuwezi kuyabaliza hapa. Yeah. Au sio? Yeah. Na so far najua kila kitu kiko poa, maandalizi yako fresh najua na nini. Sasa hivi yani tunasubiri watu tu watokee mzee hiyo. 710 Garden hapo. 710 Garden tarehe 1 mwezi wa 5. Kila kitu kitakuwa fresh. Kawe tu roundabout hapo. Yaani ukidondoka tu kwenye gari basi pop. Umeingia ndani. Haina shida kabisa, na jamani yote kwa yote sisi wote tunabidi tupitie hapo na tukutane hapo. Sijawahi kusikia bendi inapiga kama hiyo bendi Hannah's Band. Yeah. Yani magita yatalia mno. Na hizi trumpet hapa zilizolia hapa mzee wangu. Hatari sana. Haida doba. Sawa bwana. Ismail Rajab anasema kiukweli kaka mkubwa, Mungu amjalie sana. Wimbo wake na ukumbuka ni kwa kifupi, nimezaliwa kwenye maisha ya kitajiri, hatukusoma Skoda deal. Okay. Ismail Rajab sawa bwana sana. Kuna kwamba alikuwa anatuburuza class afa anatupa hizo lyrics. Yani jamaa alikuwa anawacharazia hapo anawapigia jina langu. Yani anawaburuza class hapo anawapigia jina langu. Hii naifanya makusudi nipate ghadhabu na kuongeza juhudi. Jafari Mpembe anasema hawa jamaa yani Sugu na Professor walifanya niongeze bili za kununua kanda za albamu zao. Last time tumekutana Taita Iringa nilimwambia hilo. Okay, sawa. Anaitwa Jafari Mpembe. Mbona nazeeka sasa, tangu mdogo hadi sasa nazeeka, na Professor azeeki ifikiri tena. Okay, sawa bwana. Joseph wawili walio shape game ya Bongo, respect kwao. Maana sawa bwana, ina noma kabisa. Peter John Rukiko anasema nilijua naipenda mwenyewe tu ndivyo sivyo, kumbe anasema ndivyo sivyo, mimi naipenda kuliko nikusaidiaje, kumbe tuko wengi. Okay, bwana hili dude sio mchezo. Sio mchezo bwana. Sawa. Sasa bwana mimi nataka niwachangamshe kidogo hapa, niwatietie kwenye lawama kidogo. Tunamaliza hapa bwana, kabla hatujaagana na tukutane kule. Au sio? Mimi nataka niwatie lawama kidogo leo. Mnasemaje? Sio mbaya. Tunacheza mchezo mdogo tu. Taita vipi na kutiatia lawama kidogo? Ingawa mimi huwa naepuka sana kwa sababu mimi niko hapa. Wewe kuniambia nani mkali kuliko nani huwa napenda kustay. Hiyo sio nani mkali. Yaani hiyo manake ile sio nani mkali, ile manake katika wawili option yako unamchagua nani kumsikiliza. Sio kwenye kipindi chako afu nikupangie namna gani. Yaani unamchagua nani wa kumsikiliza. Okay. Yaani sio nani mkali. Ni wote wakali. Okay. Of course wengi wanaokuja hapa wanakuwa kwenye level the classicist. It's alright. Sasa leo tunapiga double, au sio? Okay. Double Joseph kwenye. Alright. Sawa. Double Joseph kwenye mida lawama kidogo. Sawa bwana, tunaanza. Imam Abbas au Fanani Sugu? Fanani. Imam Abbas au Fanani Prof? Fanani. Okay. Kwanza unit au diplomats Sugu? Diplomats. Kwanza unit au diplomats? Kwanza unit. Okay. KBC au Zavara Sugu? KBC au Zavara? KBC. Okay. KBC au Hashim Dogo Sugu? KBC au Hashim Dogo? Hashim Dogo. Okay, sawa. Hashim Dogo au Zavara Sugu? Hashim. Okay. Prof? Hashim. Yeah. Bonnie Love au P-Funk Majani Sugu? Bonnie Love. Kwa sababu with Bonnie it goes beyond the production. Yeah. All right. Yeah. Bonnie Love au P-Funk? Bonnie. Bonnie. Yeah. Okay.
Saigon au Hashim Dogo? Sugu. Hashim. Saigon au Hashim Dogo? Hashim. Alright. Sawa bana. Biggie, the Notorious B.I.G. au Tupac Shakur? Sugu. Tupac. The Notorious B.I.G. au Tupac? Biggie. Yeah. Alright. Big Daddy Kane au KRS-One? Sugu. Big Daddy Kane. Big Daddy Kane. KRS-One. Okay. Sawa. New School Drake au Kendrick Lamar? Sugu. Kendrick. Kendrick Lamar. Yeah. Alright. Disaster Vina au P Mawenge? Sugu. P Mawenge. Disaster Vina au P Mawenge? Professor. Disaster Vina. Alright. Max Cortez au Young Lunya? Sugu. Cortez for now. Max Cortez au Young Lunya? Max. Alright. Yeah. J Moore au Solo Thang? Sugu. Solo. J Moore au Solo Thang? Prof. Solo. Alright. Ya mwisho kabisa kwa leo. Professor J au Sugu? Sugu. Sugu. Professor J au Sugu? Prof. Sugu. Okay. Wale, time wetu. That was head collision, man. Sawa. Sawa. Mimi nawashukuru sana leo na natamani tungekuwa tuna session nyingine before this one, before ya hiyo dadi. Lakini let's see Mungu atakachotubariki hapo kati. Bado we got some days inshallah. Tunaweza tukazipiga hata za online huko. Why not? Why? Tuko available. Kwa anytime ikipatikana tunakuja. Mimi nashukuru leo umempa time ya kutosha professor. Yeah, sure. Mimi nimeshakuja hapa recently kwa ajili ya Bongo Flava Hanas. Sahihi kabisa. Shaka sana hapa kwa hiyo all love nigga. Sawa kabisa. Sawa bana. Sugu cha kumalizia bana. Mimi najua tushawaambia sana watu, lakini wewe labda unaweza ukawapa jingine la msingi kabisa kwa nini wasikose tarehe 1 mwezi wa 5. Kwa nini wasikose? Kwa sababu ni tukio la kitaifa. Yes. Ambalo hatutarajii linaenda kutokea tena hivi karibuni. Yes, kwa sababu mtu ambaye tunaenda kumheshimisha, katalogi yake, hadhi yake na uzito wake katika mziki huu yuko peke yake. Kwa hiyo ni tukio la one time. It's one time event. Tujitokeze kwa wingi. Kama tulivyosema, maandalizi mengine yako bomba. Tulikuwa tunaandaa show kama vile anakuja Jay-Z. Yeah. Lakini sasa hivi kutokana na situation na support ya umma na nini, tumejikuta tunaandaa show kama tunaandaa show ya Michael Jackson. Yeah, I like that. Yeah. Tunaandaa show kama show ya Michael Jackson. Au vipi bwana Prof? Yeah. Unaweza kukuta Prof anavunja kidogo nini maduri. Hadhi uzito.